Muone kabisa Mheshimiwa Naibu Waziri huyo. Ni mkazi wa kijiji cha Ona. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kero yetu sisi wakulima wa hapa uliposimama ni senta ya mazao, ndipo mahali wanalima watu. Unapopaona hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, mazao yote yanatoka hapa yanaenda East Africa. Ina maana kitunguu kinatoka hapa kinaenda Uganda, kinatoka hapa kinaenda Kenya, kinaenda Sudani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunachoomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna hili swala la ujazo wa mazao. Hatuna ulinganifu wa ujazo wa mazao Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kero yetu ya hapa, wakulima wa hapa wamekuwa na afya ya akili. Wanakopa mikopo Mheshimiwa Waziri Mkuu benki. Mwisho wa siku wanawekeza kwenye kilimo. Siku ya kuvuna Mheshimiwa Waziri Mkuu tunapangiwa bei na watu wakuja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama unavyoona mbele yako kuna maturubai yamefunikwa pale. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nenda sasa hivi kakague pale. Gunia moja la kilo 100 ukilipima sasa hivi linatoa 147 175 mpaka 200. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakulima tunateseka Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kuna kitu kinaitwa nyanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunalima nyanya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ndoa zetu zimevunjika hapa kwa sababu tunakosa mahali pa kuuzia. Ujazo unakuwa ni mkubwa, wanaita lumbilumbi. Kreti moja la nyanya Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukilipima linatoka mpaka kilo 80. Mkulima huyu ndiye anayelisha familia. Mkulima huyu ndiye anayetegemezi. Watoto Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa kwenye hichi kijiji chetu hawana haki ya kupata elimu, maana wazazi wanatoka wanaenda sehemu mbalimbali kutafuta masoko. Wakija watoto wamebakwa, wamewalawitiwa kwa sababu hatuna uwezekano wa kupata soko. Ninazo kero nyingi kuhusu wakulima, lakini naomba niwasilishe hili. Kama ikikupendeza Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo tuambie kabisa watu wa viwango waweze kuwepo hapa. Watoe viwango, kama ni gunia lipimwa kwa kilo 100. Mbona sukari inawekwa kilo 50 Mheshimiwa? Mbona mahindi yanapimwa kilo 100 gunia moja? Tunaomba Mheshimiwa, nina ombi langu Mheshimiwa. Mheshimiwa, hii isipotee. Zimeshakuja hoja nyingi za mambo haya ya kilimo. Hii Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, hebu tuambie hizi hoja zote hizi. Andika na namba yako ya simu. Huu taratibu huu kule kwetu huu utaratibu wa Rumbesa ni utaratibu wa kishamba na ni utaratibu wa kinyonyaji. Sasa Mheshimiwa Waziri, tuambie hii mifuko inayotengenezwa hii, hebu ongeni na watu wa viwanda, ikiwezekana watengeneze ya kufunga na zipu. Manake akili za wezi kila siku wanakuja na teknolojia mpya. Hebu tengenezeni, waambieni watu wa viwanda, ikiwezekana waanze kutengeneza mifuko ya kufunga. Hii mambo ya kushonea Rumbesa hii ni wizi tu. Na kama sivyo, na kama kuweka zipu ni ngumu, Mheshimiwa Waziri, kuanzia sasa kila eneo ambako pana mauzo ya mazao pawe na mizani inayopima. Sawa. Ndio, hebu tuambie bwana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Kileo oye! Vunjo oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, cha kwanza tumepokea maelekezo. Wizara ya Kilimo tutakaa na Wizara ya Viwanda na Biashara kuhakikisha hii kero inayotokana na Rumbesa inakwisha. Watu wa vipimo na mizani wako chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini sisi ndio wadau wakubwa ambao tumeshirikiana nayo. Kwa hiyo moja ya wazo uliolitoa sisi tumelipokea, la kuhakikisha kwamba tutengeneze vipimo ambavyo vitakuwa na limiti, hakutakuwa na Rumbesa ya moja kwa moja. Najua hapa kutakuwa na mazao ambayo yako safarini. Natoa mwezi mmoja pasiwe tena na upakiaji wa aina hii. Sawa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na hii isiende kushusha bei ya gunia. Tunajua gunia ni kilo ngapi, bei baki ile ile.
Haya, tuendelee Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kuhusu soko, Wizara ya Kilimo, yale masoko ya mazao tayari tumeshafanya tathmini na michoro imeshachorwa katika maeneo ya Shekereni, Hima na maeneo ya Kileo, na miradi hii itatekelezwa katika mradi wetu ambao tunauita lipa kutokana na matokeo TFSRP, ndio ambao inahudumia hii miradi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu tumeshamaliza hatua zote, manake sasa tunakwenda kwenye hatua kutafuta mkandarasi kwa ajili ya ujenzi, kwa sababu michoro tayari imeshafanyika. Asante, harakisheni hilo la mkandarasi apatikane haraka ili tuendelee. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Jambo la pili, kuhusu ukubwa wa hekta 2200. Timu hii tayari usanifu umeshafanyika. Shusheni tu mikono, nitawauliza ili msiumie kunyosha muda mrefu. Shusheni kuongea, nitauliza, shusheni tu. Tayari usanifu umeshafanyika na mradi huu utagharimu bilioni 4.1 kwa sababu wapo site ninavyozungumza muda huu. Kwa hiyo hii inaenda sambamba na skimu ya Kimwangamao pamoja na eneo hili la Kileo. Kwa hiyo kuna kazi inafanyika ya Wizara ya Kilimo na mtayaona matokeo yake sasa hivi, kwa sababu watu wako site tunavyozungumza muda huu. Na mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niwathibitishie tu wananchi, endapo umenunua viuatilifu, iwe ni pembejeo ama mbegu, na ukagundua mbegu ama viuatilifu hivyo haviendani na mazingira yako, kwa maana ni vibovu ama feki, tunachowaomba wananchi, mlete taarifa ili tumshughulikie wakala ama msambazaji wa hizo mbegu. Sasa nyinyi mkishanunua, mkikosa matokeo huko nje, mnashindwa kuleta kwetu sisi. Tupeni, tuwafunge, wawarudishie fidia kutokana na hasara ambayo wameisababishia. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Waziri.